Mtazamaji, mambo si mazuri kaunti ya Nairobi. Gen Z wameweza kukita kambi maeneo tofauti tofauti ya jiji la Nairobi huku wakitaka haki iweze kutendeka. Mpenzi mtazamaji, huenda maandamano haya yakaandikwa katika kumbukumbu ya nchi ya Kenya. Fahamu kwamba mtazamaji, maandamano haya siku hii ya leo yalikuwa maandamano ya kuweza kuadhimisha takriban mwaka mmoja tangu Gen Z zaidi ya 100 walivyopoteza maisha yao katika maandamano yaliyopita ya mwaka jana 2024 walipokuwa wakipinga mswada wa fedha unaojulikana kama vile Finance Bill. Na mtazamaji, siku hii ya leo Gen Z wana sababu kadhaa za kuweza kuandamana. Na mtazamaji, kabla tuweze kuzama katika uchanganuzi wa siku hii ya leo, iwapo ni mara yako kwanza hapa ndani ya kituo hiki, mpenzi mtazamaji, na kusihi weza kuteua sekunde yako moja, bonyeza alama iliyo chini ya video hii iliyoandikwa subscribe. Cha pili, weza kutupea thumbs up, yani like. Cha tatu, kuna kiboksi chini ya video hii kilichoandikwa comment section. Iwapo na maoni yote mtazamaji, weza kuyaweka hapo chini ili tuweze kuwa tunaendelea ama tunasonga mbele pamoja. Mtazamaji, ni jambo la kuhuzunisha, ni jambo la kustaajabisha, ni jambo ambalo mtazamaji halileti shangwe baada ya habari kutufikia kwamba kuna mamia na maelfu ya wale wahuni ambao wameweza kutumwa na serikali, na jambo la kustaajabisha, wameweza kupewa sare halisi za polisi ili mtazamaji kuweza kuleta hofu kati ya waandamanaji, kuweza kuleta uharibifu mkubwa, na hivyo basi mtazamaji, iwe kana kwamba ni Gen Z wameweza kufanya uharibifu huo, jambo ambalo mtazamaji linazidi kutoa picha tofauti zaidi ya serikali. Siku ya jana mpenzi mtazamaji, kuna habari ambazo ziliweza kuchipuka za siri, jinsi ambavyo afisa mmoja mkuu zaidi kutoka Ikulu, kinara mmoja ambaye ni mbunge mwenye ushawishi mkubwa zaidi kutoka bonde la Ufa, mbunge mmoja kutoka kaunti ya Kisii, wabunge wawili kutoka Mlima Kenya, mbunge mmoja ambaye ni mwanamke kutoka bonde la Ufa, jinsi ambavyo walivyofanya mkutano wa siri, na hao ndio wameweza kupewa jukumu la kuweza kukodi wahuni ili kuwaleta jijini Nairobi na kuweza kuleta vurugu katika maandamano ambayo yaliweza kusemekana kwamba ni maandamano ya amani. Mtazamaji, ni jambo ambalo linazidi kuleta picha tofauti zaidi ya serikali. Fahamu kwamba mtazamaji, maandamano haya, hawa vijana wameweza kubeba mabango yaliyoandikwa Justice for Albert na wamebeba bendera za Kenya. Lakini mtazamaji, serikali inatuma wahuni kupitia county government ya Nairobi ili waweze kuleta uharibifu mkubwa. Na mtazamaji, jambo la kustajabisha ni muhuni mmoja ambaye aliweza kufumaniwa, aliweza kutoboa siri, jinsi ambavyo wamepewa amri kuweza kuvunja waandamanaji wanaojaribu kuweza kupinga serikali. Jambo ambalo mtazamaji linazidi kuibua hofu zaidi hapa nchini. Ni kwa namna gani serikali ambayo iliweza kuchaguliwa, serikali ambayo iliweza kutumia kanisa ili kupata uongozi, imegeuka kuwa serikali ya wauaji. Wanakodi wahuni ili waweze kuharibu maandamano ya amani, maandamano ya kuweza kutaka haki iweze kufanyika kwa familia za wale wanablogu, wale wanaharakati waliouawa zaidi ya 60 mwaka uliopita, na mwaka huu zaidi ya 4. Ni jambo ambalo mpenzi mtazamaji linazidi kuibua hofu, linazidi kuibua hisia mseto kati ya Wakenya. Na siku ya jana mtazamaji, kuna mwanaharakati mmoja ambaye aliweza kutekwa nyara. Ni jambo ambalo linakeketa zaidi kusikiza kijana ambaye mtazamaji hana hatia yote anajaribu kuweza kuikosoa serikali, akiweza kukamatwa na kuweza kusukumiwa mateso kabla ya kuambiwa kwamba akiongea ataweza kuangamizwa. Mtazamaji, ni jambo ambalo ni la kushangaza zaidi. Kuna baadhi ya viongozi mtazamaji, akiwemo mbunge mmoja kutoka pale maeneo ya Baringo kwa jina la William Kamket, alionekana mtazamaji akiongea bila uoga wowote, jinsi ambavyo anapanga wahuni wake waweze kufika pale Nairobi, waweze kupewa silaha
ili waweze kufanya uharibifu mkubwa. Na mtazamaji, jambo ambalo litakustajabisha ama litakuweza kukushtua zaidi ni kwamba silaha hizi ambazo wahuni wanapewa zimetengenezwa pale maeneo ya nimesahau kidogo, lakini mtazamaji nitakuwa nikikwambia. Zimetengenezwa kwa kiwanda kimoja ambacho ni cha mwanasiasa maarufu kutoka chama tawala cha UDA. Ni jambo ambalo mtazamaji linashangaza zaidi. Kwa nini serikali hii ambayo iliweza kuchaguliwa iwe serikali tendakazi, serikali ya kuweza kuwainua vijana, imegeuka na kuwa serikali ya waovu? Rungu zinatengenezwa kupitia kwa serikali, kiwanda cha mwanasiasa ambaye aliye ndani ya serikali, ili ziweze kupewa wahuni. Wahuni hao mtazamaji wamechaguliwa kutoka maeneo ya mabanda ambao ni Kibera, Korogocho, Mathare, maeneo kama haya ambao vijana hawana ajira. Na vijana hawa wako under influence of drugs, kumaanisha kwamba hawajali lolote, wanaloambiwa ndilo hilo la bora pesa. Badala vijana hawa waweze kupewa kazi ya maana mtazamaji, wamepewa kazi ya kuweza kuwaharibia Wakenya maandamano, kuleta vurugu na hofu kwa waandamanaji ambao ni wa amani. Ni jambo ambalo mtazamaji linakera zaidi. Kwa upande mwingine mtazamaji, runinga maarufu hapa nchini iliweza kutoboa siri jinsi ambavyo serikali imeweza kushirikiana na maafisa wakuu serikalini ili kuweza kuwalipa wahuni hao kupitia kwa mwanamke mmoja kwa jina la Antonella Kakuko, ambaye wajibu wake ni wa siri na kazi yake ni kazi ya mawasiliano katika chama cha UDA, na kazi yake mtazamaji ni kukusanya pesa kutoka kwa serikali ili aweze kulipa wahuni. Na mtazamaji, kupitia kwa mtandao wake aliweza kutoa maneno ya kukeketa, maneno ambayo mtazamaji ni ya kushangaza zaidi, na anaonekana mwanamke mwenye hasira sana na Gen Z. Ni jambo ambalo mtazamaji linazidi kuibua hisia mseto, huku Wakenya wakijiuliza walikosea wapi serikali hii ili iweze kugeuka serikali ya wauaji, serikali ya watu waovu. Na mtazamaji, kwa upande mwingine, alikuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua aliweza kusema kwamba atashirikiana na Wakenya na atakuwa akiwaambia yale yote ambayo yamekuwa yakifichika ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Fahamu mtazamaji, kuna wakati ambapo Rigathi Gachagua alikuwa anazidi kufumaniwa na wale wahuni, huku akisema kwamba ni wahuni ambao wametumwa na serikali ya rais ili waweze kumwangamiza asiweze kutoboa siri ambazo zilikuwa ndani ya serikali. Lakini mtazamaji, kwa wakati huu ni wazi kwamba serikali inashirikiana na wahuni, inashirikiana na wabunge ambao hawajali maslahi ya wananchi ili kuweza kujaribu kuwaharibia wananchi maisha ambao mtazamaji ni maisha yao ambayo hawana shida na mtu, hawana yaani yale maisha ambayo mtazamaji mwananchi anaishi kistaarabu, hana ugomvi na yeyote. Fahamu kwamba mtazamaji, hapa ni Tan Digital, tunakupa uchanganuzi wa kina masuala yanayozidi kuchipuka nchini na masuala ya kisiasa. Cha muhimu uweza kujiunga nasi kwa kusubscribe.